Mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo, karibu sana tuzungumze soka, na kikubwa hapa leo tunazungumzia taarifa ambayo ni zaidi ya habari, ni somo la nidhamu, heshima na gharama ya utovu wa maadili katika mchezo wa soka barani Afrika. Tumezoea kuona ushindani mkali uwanjani, lakini nini kinatokea pale ambapo shauku linapovuka mipaka na kuwa fujo? Leo tunazungumzia mtanange mkali ambao ulichezwa hivi karibuni kati ya wananchi wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya majogoo kutokea pale nchini Algeria wanaitwa JS Kabylie. Baada ya mchezo huo, taarifa iliyotufikia inathibitisha kuwa shirikisho la soka barani Afrika CAF limeshushia rungu zito sana klabu ya JS Kabylie. Hii ni faini ambayo sio ndogo, ni adhabu nono ambayo inaonyesha jinsi CAF inavyochukulia uzito masuala ya utovu wa nidhamu kwenye mchezo wa soka. Sasa adhabu hizo ambazo imepigwa JS Kabylie, kwanza matumizi ya fataki, imepigwa faini ya $5,000 na inaonyesha jinsi gani ambavyo fataki imegharimu klabu fedha nyingi sana. Lakini pia matumizi ya laser, $10,000. Ni vitendo hatari ambavyo vinaathiri macho ya wachezaji na vinapingwa vikali sana na CAF. Na tunafahamu ukiwa unatazama mpira, kama hujafahamu laser ni nini, ni vile vitochi ambavyo unaona wachezaji wanamulikwa ukiwa unatazama hasa michezo ya CAF Champions League, vinakuwa ni vingi sana, na imekuwa tabia ya mashabiki wengi hasa ukanda wa kaskazini. Lakini adhabu nyingine ni utovu wa nidhamu kwa wachezaji. Imepigwa faini ya $10,000. Wachezaji walikuwa wakipinga maamuzi ya muamuzi au refari na kukosa heshima, kwa hiyo kitendo hiko kimegharimu klabu. Lakini pia adhabu nyingine ni kurusha vitu uwanjani, chupa za maji. Wote tuliona katika ule mchezo vile ambavyo ulikuwa ukiendelea, na pia baada ya mchezo kupitia peji mbalimbali za mitandao ya kijamii tulikuwa tukiona mashabiki wa JS Kabylie vile ambavyo walikuwa wakifanya fujo, na mpaka ulinzi ukawa unaimarishwa kwa ajili ya wachezaji kutoka uwanjani baada ya mpira kuisha. Tulikuwa tunaona pale ambapo fujo inaendelea. Kwa hiyo amepigwa faini ya $10,000. Kwa ujumla JS Kabylie imepigwa faini inayokaribia $35,000, ni zaidi ya shilingi kama milioni 80 hivi za Tanzania. Ni mzigo mkubwa sana kwa klabu. Hata kama tunasema ukanda UNAF vilabu vyao vinajiweza kipesa, lakini bado tunasema milioni 80 ni mzigo mkubwa sana kwa klabu, na hili ni somo kwa mashabiki, wachezaji pia kwa hapa nyumbani Tanzania wasi wanafanya vitendo hivi kwa sababu vinagharimu klabu kiujumla. Na kwa nini taarifa hii waguse mashabiki wa Yanga, wa Simba na wadau wa soka? Kwa sababu kwanza, hii ni kielelezo tosha ya kwamba nidhamu uwanjani hulipa. Wachezaji wetu wanapaswa kujitunza na kujifunza kuwa uvumilivu wa kufuata maamuzi ya refa, na hata kama yanaumiza inabidi tu wafuate. Ni njia ambayo inaokoa klabu na adhabu na hasara za kifedha. Sasa hapa mashabiki, wachezaji, endeleeni kuonyesha mfano wa kuigwa. Pili, kwa mashabiki hapa kwa upande wote, tukisema mashabiki tunamaanisha wa vilabu vyote, nyie ndio roho ya klabu. Pamoja na shauku yenu kubwa, mnapaswa kuweka nidhamu mbele. Tumeona JS Kabylie wakipigwa faini kubwa kwa sababu ya vitendo vya mashabiki. Msirushe chupa uwanjani, msitumie fataki ovyo, wala msifanye chanzo chochote kile ambacho kinaweza kufanya klabu ikapigwa faini kubwa. Badala yake mshangilie kwa heshima na kufanya pia klabu yenu kupata ushindi bila kuweza kuvunja sheria za CAF. Nikihitimisha kwa upande huo, naweza kusema kwamba mashabiki wa soka hapa Tanzania, msiwe kama klabu nyingine ambazo zinaadhibiwa. Msipe klabu zenu fursa za kutumia fedha hizo katika kuimarisha kikosi, kununua wachezaji bora na kuendeleza miundombinu badala ya kulipa faini. Unaweza kuniachia maoni yako kwa adhabu hizi ambazo imepigwa JS Kabylie ya pale nchini Algeria. Lakini katika nafasi nyingine tena nikupe habari nyingine njema sana kwa Young Africans pia. Sasa mashabiki wa Yanga, sikilizeni hii, itawapa raha sana. Shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia kamati ya nidhamu imeshushia rungu zito pia AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco, uamuzi ambao utabeba pia mabingwa hao wa soka nchini katika mechi za marudiano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Waarabu hao. Sasa AS FAR Rabat imeshushiwa adhabu kali na CAF kufuatia vurugu ya mashabiki wa timu hiyo katika mechi ya nyumbani dhidi ya Al Ahly ya pale nchini Misri iliyopigwa Novemba 28, 2025, na mchezo huo tunakumbuka ulimalizika kwa sare ya 1-1. Sasa inabidi ufahamu kwamba Al Ahly ndio ambao walilalamika vurugu hizo kwa mashabiki wa AS FAR Rabat, ikiwemo pia hatua ya vijana ambao wanaokota mipira kuchelewesha mipira huku mashabiki wakificha mipira hiyo jukwaani. Sasa Waarabu hao wa Morocco kwa adhabu hiyo watalazimika kucheza mechi zao 2 za nyumbani bila mashabiki. Watapokutana na JS Kabylie pale nchini Algeria. Mechi itakuwa Januari 30, 2026, kisha ule mchezo wa Yanga ambao utapigwa Februari 6, 2026. Lakini fahamu kwamba adhabu hiyo imewashtua sana AS FAR Rabat ambao hawajakubali, wanajipanga kukata rufaa juu ya uamuzi huo, wakidai shirikisho pia limewabeba Al Ahly. Inaelezwa kamati ya nidhamu haikufurahishwa na mashabiki wa FAR Rabat kurusha vitu hatarishi uwanjani wakati mechi yao dhidi ya Al Ahly ikiendelea.
na Al Ahly ndio ambao waliwachongea AS FAR Rabat kwa kuokota vitu uwanjani na kuvipeleka kwa mwamuzi wa 4 wa pambano hilo, huku mastaa wa AS FAR Rabat wakipambana kuzuia ushahidi huo. Sasa taarifa njema kwa wanayanga ni kwamba maamuzi hayo kama endapo yatasimama, yani atakuwa hivi yataibeba Yanga katika mechi ya marudiano dhidi ya AS FAR Rabat, na ikumbukwe wababe hao wa Tanzania waliwachapa Waarabu hao wa Morocco AS FAR Rabat bao 1-0 katika mechi ya kwanza ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika pale katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Ilikuwa ni Novemba 22, 2025. Hizo ndio taarifa ambazo leo nimekuletea kutokea kule CAF, tukiona wapinzani wa Young Africans wakipigwa adhabu kali, AS FAR Rabat na JS Kabylie wote wakichezea rungu kutokea pale CAF. Maoni yako ni yapi kuhusu taarifa hii? Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa JNR Mtita TV. Na udhamini mnene sana tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon. Tunakukaribisha sana, leo ni siku kuu ya Christmas kwa ajili uweze kupata huduma bora. Pia tunakutakia kheri ya mwaka mpya. Bei zetu ni nafuu sana, utapendeza na ndugu jamaa na marafiki na kuwa na muonekano bomba katika matawi yetu yote. Buguruni Rozana pale mkabala na kote za polisi, Mtoni kwa Azizi Ali pale mkabala na zahanati ya Mtoni fika leo, pia fika Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika. Kwa wale wakazi wa Kigamboni tunakukaribisha sana pale Kigamboni Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada. Pia tunakukaribisha pale Mikwambe Maliasili Kigamboni, ambapo pia pana huduma zetu bora kabisa, huduma za kike zikiwa zimeboreshwa. Pale kuna huduma ya kutengeneza kucha, kupaka rangi za jeli, kuweka kope, tunasema kubandika kope, lakini pia huduma ya kuosha miguu. Tunasuka mitindo yote ya nywele, ile mitindo trending, mitindo ya kisasa, mitindo ile ambayo ya kiasili, yote utaipata pale. Lakini pia tunapamba maharusi. Kwa wakazi wa Tuangoma, karibu sana kwenye tawi letu jipya pale Tuangoma kwa sako. Tembelea Instagram page yetu @officialgrmtita_unisex. Karibu pendeze Christmas hii, mwaka mpya huu. Tunafurahia sana wateja wetu wakipendeza, ndio fahari yetu. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.